Yusufu Mfalme, ni siku muhimu sana katika falme yako, lakini ni kama kuna kitu kinakosekana hivi. Kuanzia sasa, cheers kwa sherehe hadhi ya kifalme. Ina hadhi ya kifalme, muonekano wa kifalme na ladha ya kifalme katika kila fundo. Crafted for royalty. Tanzanite Royal Gin, bidhaa mpya kutoka Mati Super Brands Limited. Inapatikana katika ujazo wa ml 250 na 750. Upe hadhi ya kifalme kila wakati wa furaha. Tanzanite Royal Gin, crafted for royalty. Haiuzwi kwenye umri chini ya miaka 18 kwenye kistaarabu. Ndugu wanahabari, tumekutana hapa kwa ajili ya kuendelea kufahamishana juu ya mrejesho wa shughuli ambazo tunaendelea nazo katika mkoa wetu wa Morogoro, na ikizingatia kwamba mwezi wa 3 umepita. Kuna baadhi ya mafanikio ambayo tumeyapata kwenye shughuli zetu, ningependa mpate kuyafahamu. Kwanza, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limemkamata kijana mmoja anaitwa Jackson Nestor Katabi. Yeye ana umri wa miaka 30, ni mkulima mkazi wa Kaporo, kwa kosa la au kwa tuhuma za kumuua mwenzie, ni kijana mwenzie George Magnus Kayega, miaka 30, mkulima na mkazi wa Kaporo. Hili tukio limetokea Machi 28 mwezi wa 3 mwaka huu usiku katika kitongoji cha Kaporo, kata ya Kibaoni, wilaya ya Kilombero, ambapo kulitokea ugomvi kati ya marehemu na mtuhumiwa. Chanzo cha ugomvi huo ilielezwa kwamba mtuhumiwa alikuwa anamdai marehemu pesa kiasi cha shilingi 1000. Marehemu alipotakiwa kurudisha pesa alikataa, na ndipo ugomvi ulitokea baina yao. Na katika ugomvi huo marehemu alipata jeraha dogo kichwani na kupatiwa huduma ya kwanza kwenye zahanati iitwaye Kaporo Health Service na kuruhusiwa kurudi nyumbani. Lakini akiwa njiani alianguka na kupoteza maisha. Msingi mtuhumiwa amekamatwa na hatua zingine za kiuchunguzi zinaendelea kusudi aweze kufikishwa kwenye mkondo sahihi wa kisheria. Aidha, jeshi la polisi limewakamata Ernest Charles Okulo. Huyu ni dereva, ana umri wa miaka 40, ni mkazi wa Chanika, Dar es Salaam, na Christina Bryson Elisha, miaka 44, mfanyabiashara mkazi wa Mbwate, Kibaha kwa Matias, mkoa wa Pwani. Kuna Ipiana Charles Odongo 29, tingo wa gari, mkazi wa Dar es Salaam, ili kwa kosa la kumuibia mwajiri wao kampuni ya African Harmon Industry and Trade Limited ya Dar es Salaam iliyoko mtaa wa Chabruma, kwa tuhuma ya kumuibia ndoo 1,300, kila moja ikiwa na ujazo wa lita 20 za mafuta aina ya Korie yenye thamani ya shilingi milioni 78, mali iliyokuwa inasafirishwa kutoka mkoa wa Dar es Salaam kwenda mkoa wa Mwanza. Kama utakumbuka, kumekuwa na mfululizo wa matukio haya ya madereva kufanya ulaghai wanapopita kwenye barabara yetu, kutengeneza matukio ya ajali ya uongo. Kwa hiyo na huyu naye alikuwa ni sehemu ya hao. Baada ya kuwa ameiba kiasi cha hizo ndoo 1,300 zenye ujazo wa lita 20, alitoa taarifa kwenye kituo cha polisi cha Mikese kwamba ameibiwa. Hilo tukio lilitokea Machi 27 mwaka huu usiku katika eneo la Gwata, kata ya Gwata, wilaya ya Morogoro, ambapo mtuhumiwa alichepusha gari yenye namba za usajili T 785 CTC ikiwa na tela lake lenye namba T 341 CTZ aina ya Hoho, na kuliingiza vichakani na baadaye kutoa taarifa kituo cha polisi ya kwamba amepata ajali na kuibiwa mzigo aliokuwa nao. Kwa hiyo kama ilivyo kawaida, tukipewa taarifa hizi tunafika kwenye maeneo ya tukio kwa ajili ya kuchunguza na kufuatilia. Lakini katika uchunguzi wa kisayansi ilionekana kwamba tukio hilo uliweza kubaini kuwa hakuna wizi uliofanyika eneo la tukio, na badala yake mtuhumiwa aliuza mafuta hayo mkoa wa Pwani kabla ya kufika mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo katika kufuatilia zaidi, jeshi la polisi lilifanya msako huko Kibaha kwa Matias na kufanikiwa kumkamata huyo Christina Bryson Elisha mwenye umri wa miaka 44 akiwa na ndoo 332 ikiwa ni sehemu ya mzigo uliokuwa umeibiwa, na ufuatiliaji zaidi unaendelea kupata mzigo mwingine ambao umesalia. Watakapohitimu watapata ajira kupitia mtandao. Vijana wengine wanatokea mikoa ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, Mwanza na Iringa. Wengi wa vijana wanatokea mikoa hiyo. Lakini utashangaa kwamba hakuna kijana anatoka mkoa huu wa Morogoro. Wengi wanatoka mikoa ya nje. Mpaka sasa jumla ya vijana 399
wameshaokolewa kutoka mikononi mwa matapeli hao, lakini watuhumiwa zaidi ya 19 wamekamatwa kwa kipindi cha kuanzia Januari mpaka mwezi Machi mwaka huu. Katika tukio lingine, Aprili 1 mwaka huu usiku, katika kijiji cha Lukando, kata ya Chanjale, wilaya ya Gairo, jeshi la polisi kwa kushirikiana na askari wa jeshi la uhifadhi wa wanyamapori waliwakamata Pearson Yohana Lesimo miaka 50, mkazi wa kijiji cha Lukando Chanjale, na Philip Hassan Juma miaka 70, mkulima mkazi wa Luemba, wilaya ya Kilosa, wakiwa na jino moja zima, japo limechoka, lakini ni jino ambalo limetambuliwa kama ni jino la mnyama tembo, na vipande viwili vya meno vya tembo vidogo vikiwa kwenye mfuko wa sandarusi tayari kwa kwenda kuvisafirisha, na walikuwa wanavitafutia soko. Kwa hiyo watuhumiwa hawa ni wawindaji haramu, na upelelezi ukishakamilika watafikishwa mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria. Kwa jeshi la polisi linawataka wafanyabiashara, madereva, wamiliki wa magari, wazazi na vijana kuajiri madereva waaminifu ili kuepuka kuibiwa mali zao zikiwa safarini. Hili ni tukio la pili sasa nalitolea taarifa kwamba madereva wanashiriki kwenye kuiba mali zile ambazo wanasafirisha na baadaye wanatengeneza ajali. Kwa hiyo hapa na waasa wamiliki wa magari, wafanyabiashara kuwa na ufuatiliaji wa karibu hawa madereva. Lakini pia wananchi tunawazidi kuwaasa kuacha tabia ya uwindaji haramu, kwani wanaharibu maliasili za taifa ikiwemo viumbe, na hawa wanyamapori tumerithishwa, tunapaswa sisi tuwarithishe vizazi vijavyo.